Lakini kikubwa kama ulivyosema, furaha imetawala sana. Kuna namna ambavyo tunafanya mwendelezo kwenye ligi ya NBC. Tunacheza mechi ya 4, tunakusanya pointi 12, magoli zaidi ya 11, tumeruhusu goli moja. Kwa hiyo ni mwendelezo mzuri. Kuna namna ambavyo tunapambana kwenye marathon. Maana yake ligi ni marathon. Ligi ni ushindani mkubwa, ni safari imekuwa ndefu sana. Kwa kukusanya pointi 12 kwa mechi 4, kwa hiyo tumekuwa jambo jema, ni jambo zuri. Kwa hiyo vibaya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana nini hasa kimebadilika kwenye hii Simba, kutoka Simba ambayo watu wamekuwa wakilia na hii ambayo ya jana tushuhudia? Kwanza ni mashindano mawili tofauti. Simba ambayo haikufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Simba imekwenda kufanya vizuri kwenye ligi ya NBC dhidi ya Mbeya City. Approach ya game unapocheza kwenye ligi ya NBC na approach ya klabu bingwa barani Afrika mbili tofauti. Ile ndio bingwa. Mashindano makubwa katika upande wa virabu katika bara zima la Afrika. Kwa hiyo jana tulikuwa tunacheza na Mbeya City, Mwalimu Suleiman Matola approach yake inakuwa nyingine, amekwenda kutengeneza approach vizuri katika kiwanja cha mazoezi, amekwenda katika mechi, vijana wamekwenda kutekeleza majukumu. Kwa hiyo mimi naamini Simba kwa jina ndio ile ile. Mchezaji utasema tofauti kwa sababu plani ya klabu na plani ya ligi yetu ni tofauti. Lakini ile kwenye namna kikosi jana na Simba wengi mlikuwa mnatamani kumuona Morsi akianza kwenye kikosi, ndio kilichokosekana pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Unadhani hii approach imekuwa nzuri zaidi kwa upande wenu Simba kwa jana? Majibu yangu hayapishani sana na namna ambavyo sekunde chache zilizopita nilivyojibu. Approach ya game au upangaji wa kikosi inategemea na game wenyewe unacheza na nani. Inategemea kwamba game hii inahitaji nani anahitaji aanze, nani anahitaji asianze. Kwa hiyo Suleiman Matola baada ya kufanya Mbeya City ameonelea kabisa kwa namna ambavyo game approach inavyohitaji Morris Abraham aanze, na ndio maana amefanya ameanza. Kwa hiyo yote kwa yote approach ya game ndio ambayo inakwenda kuona namna ambavyo mwalimu anakwenda kupanga kikosi. Na baadhi ya mashabiki ambao pengine wamekifanya ukilinganisha na kila kwa namna ambavyo imetazama, wanasema moja kwa moja Matola aminiwe na apewe timu. Ungana nao kwanza lazima niseme na mheshimu sana Suleiman Matola Veron. Namjua tokea wakati huo akiwa mchezaji anatumikia Simba captain kwa mafanikio makubwa mpaka amekwenda kusoma, leo amekuwa mwalimu kwa maana ya coach. Simba ina utaratibu wake. Simba ina management ambao wanaongoza Simba. Wao ndio tumewateua kutuongoza, ndio watu ambao wana maamuzi ya kujua nani kwa hivi sasa anatakiwa kuiongoza Simba Sports. Kwa wao wenye mawazo yao nimewakubali na nimewasikia. Lakini yote kwa yote lazima tuachie management ya Simba ndio kwenda kuamua. Kwangu binafsi wakiamua kesho tu kumtangaza Suleiman Matola, mimi kama Kisugu kazi yangu nitamsupport Suleiman Matola ili kuhakikisha kwamba mipango yake ndani ya Simba inafanyaje inakamilika. Kwa hiyo wanaweza kuamua kwamba kocha wa Simba kwa wakati wao nani ni management ya Simba. Kwa hiyo kama mawazo yao wanahitaji Suleiman Matola, sio mawazo mabaya, ni mawazo mazuri. Hata mimi naweza nikafikiria katika hicho, lakini yote kwa yote tuamini management ya Simba ndio ambao wao wana maamuzi kuangalia namna ambavyo mipango ya Simba ikoje, hususan kwenye ligi ya NBC, mipango ya Simba ikoje kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu lazima tukubali kwamba uzito wa mechi wa kocha inategemea na mechi namna ambavyo zilivyo. Leo unaweza kuwa na kocha ukamwona bora sana kwenye ligi ya NBC, lakini ukampeleka klabu bingwa barani Afrika akachemka, kwa sababu kutokana na namna ambavyo uzito wa mashindano jinsi ambavyo yalivyo. Lakini uongozi wa Simba niseme wao kama wataonelea Matola kwa kocha Simba kuongoza mashindano yote, mimi tayari kusupport. Ameshaonekana akicheza pia kwenye mashindano ya makubwa ya klabu. Yes, ameshacheza. Wakati tunakwenda kumfunga Al Ahly ya Misri. Zamalek ya Misri. Wakati tunakwenda kuwafunga Zamalek ya Misri 2003 nyumbani kwa. Wakati huo mabingwa wa Misri, Zamalek ya Misri. Wakati huo klabu bora barani Afrika, Zamalek ya Misri. Tunakwenda kuwafunga, tunaye Suleiman Matola. Mtu ambaye ana experience kubwa katika haya mashindano. Experience ya ukocha ni vitu viwili tofauti. Mimi naamini inawezekana yote anavyo, lakini nani sasa mwenye dhamana ya kumwambia sasa tunakupa dhamana kuongoza Jazi?
Na ndio maana nikasema viongozi wa Simba watakapokwenda kuamua kitu kama mashabiki. Ni imani pia bwana. Nina imani makocha wazawa inakosekana kiasi kikubwa. Mimi na imani sana na makocha wazawa. Na naamini sana. Na mimi kuzungumza hata na vyombo vya habari ndio mfano moja katika mashabiki ambao wa Tanzania support sana ni kocha mzawa, amekuja kupata mafanikio makubwa kwenye national team. Sina sababu ya kumdharau kocha mzawa. Kwa hiyo mimi na imani sana na makocha wazawa. Na mimi ninachokiamini siku zote, nimesema nendeni mkatafute hawa makocha wazawa kwenda kuwapa zote ambazo zinazo, na mimi na uwezo mkubwa kuongoza hizi timu. Nadhani uaminifu na story kubwa ni uaminifu unakosekana wapi kwa timu za Bongo kuamini makocha wazawa? Sasa mimi siwezi kulijibu hilo kwa sababu hao ndio wana mitazamo, lakini mimi nimesema kwamba mimi nawaamini. Sasa ukisema kwa nini watu hawaamini, sasa hilo swali anaweza kujibu wale ambao wasiofanyaje, wasioamini. Story kubwa ni Mohamed Bajabiri ambaye hapo jana dakika takriban kama 10 hivi zimemtosha kuweza kutumika kwenye kikosi cha Simba na akafunga na goli. Furaha imekuwa kubwa, mlikuwa mnatamani sana kumshuhudia. Tuambie wewe kwa upande wako, dakika ambazo ameingia na kufunga goli kwako zilikuwa za aina gani? Simba amefurahi. Kwanza amefurahi kuona timu imefanikiwa. Lakini furaha katika ile mechi kumuona Bajabiri amekwenda amefunga goli moja. Kabla ya kufunga goli, ile tendo la kumuona tu anakwenda kuingia, watu wa Simba walipata nini? Faraja. Kwa sababu ni mchezaji ambaye tulikuwa na matumaini makubwa ya kumwamini, lakini kwa bahati mbaya wakati anasajiliwa kwenye kikosi akakutana na injury ambayo zaidi ya miezi miwili ameshindwa kuitumikia nini timu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa wanasikia jina la Bajabiri kwenye masikio yao, lakini bado hawajawahi kumshuhudia kwenye macho yao namna ambavyo alivyocheza katika nini, katika pitch. Na kuna baadhi ya watu wa Simba wengine walishawahi kusema kwa bwana tumepigwa, wapo, wala sina sababu ya kupita katika hili. Na mkitaka waandishi nitawataja hata majina. Acha wewe mambo yako. Kwa hiyo wako watu baadhi waliamini kwamba yule mchezaji hastahili kuchezea Simba. Mimi binafsi lazima niseme, mimi ukiachia ligi ya Tanzania NBC, nimekuwa mfuatiliaji mzuri katika ligi ya Kenya. Namjua uwezo wake. Na nilikuwa naomba dua na sala iko siku aweze kupata nafasi ili wana Simba baadhi ambao watu hawajapata bahati ya kumuona fanyaje, wamuone. Bahati nzuri jana Suleiman Matola amemwamini, amempa dakika 5, amekwenda kutufungia goli. Na hii kwetu inaleta faraja kubwa kwa sababu wako masweka baadhi ya timu wamecheza zaidi ya mechi 5, goli limetafutwa jana, mtu kaeka mikono nyuma imekuwa pale penalti na mbona kapige na upate goli kwenye ligi ya NBC. Unajua? Ndio. Refa kaambiwa Dube hajafunga, lazimisha Dube afanyeje? Afunge, mtu kaeka mikono nyuma. Kama amepiga hapa. Nani anasema haikuwa penalty? Haikuwa. Nani anaweza kuweka mjadala tukachambue sheria namba 11 kama ile ilikuwa penalty? Nani? Nani anasema neno hayo? Kaeka mikono nyuma ule, wala mpira ukufika katika hiyo mikono. Lakini kwa sababu kuna mchezaji kacheza mechi 5 hajafunga, analazimishwa lazima apate goli. Na ndio maana jana nendeni mkaangalie, kuna sehemu mtafurahi. Kumbe alikimbia kama anakwenda kuchukua milioni 100, kumbe anaenda kuwahi mpira akafunga. Story nyingine ni bwana mdogo, tunamzungumzia Morris Abraham ambaye amekuwa man of the match. Mmekuwa mkimuimba, anaendelea kuonyesha ubora mkubwa kwenye timu yenu ya Simba. Tumzungumzie pia kidogo. Morris Abraham ni kijana wa Kitanzania mwenye uwezo mkubwa. Kwa mara ya kwanza ndio anatumikia ligi NBC ya nchi yetu. Hajawahi hata siku moja kucheza ligi hapo nyuma ya NBC. Ni kijana ambaye ametokea kwenye kituo cha TFF, alipata bahati alikwenda kucheza nje. Mimi naamini ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa. Atakapoendelea kuaminiwa basi ataendelea alichokuwa nacho zaidi. Mimi na imani naye, ni kijana ana uwezo mkubwa, ataisaidia Simba. Kuna namna ambavyo Simba mipango mwakao inaenda kufanyaje? Inaenda kukamilika. Mikoa Kisugu uliwanyoshia mikono wachezaji mara mwisho tumezungumza baada ya mambo kuendea vibaya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana wamekupa kitu gani cha tofauti ambacho unaweza kusema hiki ndio Kisugu anakitaka? Kwangu binafsi nikiri jana spirit ya kupambana iliongezeka. Yawezekana mwalimu aliwaambia, yawezekana pia maneno yetu yanasikilizwa, wanakwenda kufanya nini? Wanafanya kazi. Niwapongeze jana, wamepambana kwenye jasho na damu, tumepata pointi 3. Ni swali ambalo mwandishi umechelewa. Nimeshalijibu hilo swali. Shukrani sana. Asante sana.